kuna baadhi ya siku hapa pananukia mambo ya akhera sehemu hizi. Tena si peke yangu tu, watu wengi sana tunokaa humu ndio wenyewe tunajiuliza manukato haya. Mambo za makumbusho sio kama maji ya bahari. Maji bahari ikitoka inarudi, ikitoka inarudi. Lakini mambo za makumbusho kama magofu na kadhalika ikitoka inapotezwa, sio kurudi. Kwa hivyo kulinda ni muhimu sana, na tena kulinda ni muhimu kabla ya inatoka. Zanzibar ni pepo ya watalii. Ni kisiwa chenye historia ndefu ya binadamu kuaminika kuishi zaidi ya miaka 20,000 iliyopita kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo au Nabii Isa. Kwa asili wenyeji wa kisiwa hiki ni wa damu mchanganyiko. Wapo Waswahili, Waarabu, Wahindi na hata Wazungu. Ama watalii kwa maelfu kutoka pembe zote za dunia huzuru kisiwa hiki kila mwaka ili kujionea maajabu ya kihistoria ambayo ni urithi wa dunia kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO. Tokea zama za kale, wenyeji wa kisiwa hiki ni wakarimu sana, na wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia wamevutika kuishi hapa. Kweli ukifika Unguja Ukuu unajihisi umefika kwenu kabisa. Tena kama ulitoka sehemu ambazo kidogo ina tatizo, basi unaweza ukasema mimi nishafika tena sirudi. Na hivi sasa hivi tunaye hata hii wageni, hata wazungu pia wakija hawataki kuondoka. Tunaye mmoja Mjerumani anakuita ute. Hivi tunaye kuondoka yake ende labda Bweju siku 2-3 alafu anarudi hapa. Anaishi yani hata kama yule mjini basi ana raha yake alale huku. Hiki ni kijiji cha Unguja Ukuu chenye fukwe za kuvutia na mandhari iliyojaa ukale tokea enzi za utumwa. Nini asili ya kijiji hiki? Unguja Ukuu ni mji wa mwanzo wa kisiwa cha Unguja. Yaani hii Unguja Ukuu ni capital ya Unguja. Ukuu ni capital. Kwa hivyo Unguja Ukuu ni mji wa mwanzo kuingia wageni kutoka Persia na sehemu nyingine kuja katika mwambao huu wa kanda ya Afrika Mashariki. Wageni waliofika miaka 500 baada ya Nabii Isa walikuwa ni wa Persia, waliotoka Persia, Wareno na Wadebri. Ramadan. Mimi nimepata kwa babu, sikupata kwa kuona. Babu ndo alinipa hadithi. Hadithi za hapa, palikuwa na vyombo ambavyo vinapita hapa katika bahari, vinakwenda na safari zao wakirudi. Hatuwajui wanakwenda wapi, wanarudi wapi. Tuseme kabila yake ni watu wa Debri hao. Wanapita na vyombo hapa. Sasa wakakiona kitu hapa juu. Walipoona kitu kikastajabisha wale, wakakifuata kile kitu. Walipokuja kukuta kijumba kinafika hivi kidogo, hawamjui kajenga nani. Shafahamu? Hawamjui kajenga nani. Sasa katika kufika pale wakatembea hapa mahali, wakaona hapa ondokeki, bora tukae. Wakaishi wale Wadebri hapa, wakaishi kwa miaka walioishi. Hata kwa bahati vitatokezea vyombo ambavyo vya baharini hivyo. Hasa wale walioko baharini wakaona pale pana kijiji, hebu tukifuatilia. Walipofuatilia wakaja hapa, ndo wakakuta Wadebri.
Kisema matata kijulikani, Kiarabu akijulikani nini tena. Ikawa watu wale walipokutana hapa wakakaribishana wale, na wale waliokuja waharibikiwa na vyombo vyao wameharibikiwa huko baharini, ndio wakaegesha hapa. Walipoegesha hapa wakasabiana wale, kwa wenzao wanaishi uzuri hadithi mpaka wakaelewana. Atabu mtu asojua Kiswahili na mtu anajua Kiswahili mpaka wakaelewana wenyewe. Kabila la hapa unalijua? La Zanzibar unalijua? Liloanza kufika hapa ulijui? Iko nchi moja inaitwa Somanga Fungu, unajua? He, unakaa Arabuni. Bawe Kirwa Kivinje unasikia? Sasa itakuwa sehemu hiyo ndio alikotokezea watu wao. Basi Kirwa Kivinje na Somanga Fungu ndio watu ambao walofikia hapa, watu weusi. Awali kufika kijiji hichi wanatokezea Somanga na Kirwa Kivinje. Hapo Somanga Fungu panipo mbuyu, pana msumari wa maisha haufi huo. Sijui pa kwa nini toka maisha hayo miaka 500 sasa sijui au 800. Kwa historia hii ya Zanzibar ni mtu ambao alofika hapa ni Msomanga na Kirwa Kivinje. Na tupo mara moja ndo mie ndo shina hivyo. Yeye unakuzungumzia ndo jadi. Mie ndo Msomanga. Na shehe hapa moja. Kakuleta huku tulakishana yote. Maana Unguja Ukuu ni nini? Hasa matu nasikia Unguja Ukuu. Unguja Ukuu? Hii Unguja Ukuu inaitwa Unguja Ukuu tu. Kwa sababu gani? Lakini hii si Unguja Ukuu. Hii Unguja huku. Kwa Kiswahili chake Unguja huku. Lakini tena unajua wewe Hamisi ataitwa Mahmudi. Ndio ikaitwa Unguja Ukuu. Lakini hasa Unguja huku. Ramadan. Na hapa nilipokaa mie huenda ikawa yupo sijui kama Sharifu au vipi, kwa sababu kuna baadhi ya siku mimi hapa ndo nakaa getini hapa. Kuna baadhi ya siku hapa pananukia mambo ya akhera sehemu hizi. Tena si peke yangu tu, watu wengi sana tunakaa humu wenyewe tunajiuliza manukato haya vipi? Basi mote mna makaburi. Sikwambia mtu wote mna makaburi. Ama wahamiaji kutoka Uarabuni wafikapo mahali hapa hawatamani tena kurudi makwao, bali hutopea mahali hapa. Mimi naitwa Nicholas Han, na mimi na shughuli ya nilijenga nyumbani yangu hapa. Ninategemea kuhamia hapa Unguja Ukuu kwa sababu nikafika kama miaka 2 iliyopita. Nikaona watu ni wazuri, wana tabia nzuri na mazingira ni afadhali. Kwa hivyo hata mimi nilifikiri ningehamia hapa. Halafu baada ya kukaa hapa kwa muda kidogo, nikaona wana hadithi nyingi sana ya historia hapa Unguja Ukuu. Nimepata bahati sana kutembea na wazee wakinionyesha magofu na vitu za makumbusho sana. Na kwa mawazo yangu nimeshaona hapa ni special sana Unguja Ukuu. Sio kama sehemu zingine. Hii ni muhimu sana kwa mambo za historia. Hata sio kwa Zanzibar peke yake. Tena ni muhimu sana kwa Zanzibar. Lakini tena ni muhimu sana kwa Tanzania yote na watu wa pwani yote ya mpaka Somalia mpaka Msumbiji. Hii ni pamoja na historia yote sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kulinda hii kweli. Kwa sababu mambo za makumbusho sio kama maji ya bahari. Maji ya bahari ikitoka inarudi. Ikitoka inarudi. Lakini mambo za makumbusho kama magofu na kadhalika ikitoka inapotezwa. Sio kurudi. Kwa hivyo kulinda ni muhimu sana, na tena kulinda ni muhimu kabla ya inatoka. Kwa hivyo wale watu wa kijiji hapa, kwa mfano yule sheha na kamati yake na wengine wanajitahidi sana. Lakini itabidi wangepata msaada.
wangepata msaada kutoka serikali, wangepata msaada kutoka watu wote ambao wanajali mambo ya makumbusho. Kwa hivyo wanajitahidi, na hata mimi kama naweza kutoa mawazo kidogo na kutoa msaada nitajitahidi, lakini wengine hata wao wangejitahidi sana. Kwanza watu wana tabia nzuri sana, hawana matatizo yote. Mazingira ni mzuri na samaki ni tamu na nazi wana kila kitu. Kwa hivyo mimi nimeshaona kwa mimi mwenyewe ningefurahi sana kukaa hapa na wale watu walinikaribisha vizuri. Kwa hivyo mimi nitajitahidi kutulia, kukaa pamoja na wale watu vizuri. Bado najifunza Kiswahili kidogo. Nimeshaona watu ni wazuri tu. Bado ninategemea hata kuoa hapa. Kama nikipata nafasi nitaoa hapa. Hii ni bandari ya watumwa ambayo ilishamiri kuanzia karne ya 18 na 19. Watumwa kutoka sehemu mbalimbali za Tanganyika walisafirishwa kwa majahazi hadi kwenye bandari hii ya Unguja Ukuu na baadaye kupelekwa sokoni Mkunazini ili kupigwa mnada. Hapa panaitwa Makime, kwa jina la pili wanaita Mkojani, kwa sababu hapa pana eneo wenyewe wanafanya jadi zao, wanaita Mkojani. Kwa hivyo hapa ndipo walipokuwa wakashushwa watumwa kutoka sehemu mbalimbali ili kupelekwa sokoni mjini Mkunazini. Utumwa walianza kushushwa hapa baada ya Nabii Isa bin Maryam. Baada ya utumwa wa Yesu Kristo ndo walianza utumwa hapa. Kwa jumla ulienda muda mrefu tu hadi kufikia labda imepunguka labda miaka 200 nyuma ndo imekatika kuletwa watumwa hapa eneo hili. Lakini kwa kawaida ni wanashushwa hapa na wanafunguliwa manyororo, baadaye wanafungwa tena kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Wanafungwa manyororo ya miguu, mikono, saa nyingine shingo, inategemea jinsi ya usugu wa watumwa wenyewe. Na baada ya kuumia walikuwa ndo wanapelekwa katika eneo la Unguja Ukuu Kaipwani, hapo eneo la historia ambalo ndo tulolizungumza lile la Wadeburi. Kwa hivyo ndo eneo ambalo tulikuwa wanatibiwa pale. Baada ya kushatibiwa wanaendelea na safari ya kwenda mjini. Ramadan. Baadhi ya makabila walikuwa wakileta watumwa hapa, hususa wale watu wanaotumia majahazi kama Walatubi, Washihiri pamoja na hata watu weusi, lakini wale ambao wananunua na kuleta sokoni kwa kuuza tena. Kwa kweli hili eneo ni eneo la kuweza kuliwekea kwenye historia, kwa vile ni eneo ambalo linagusa mambo ya nchi yetu yote. Kwa hivyo ipo haja ya kuliweka katika kumbukumbu ili vizazi vijavyo waweze kuona na kufahamu nini kulikuwa kunafanyika hapo zamani. Ramadan. Wito wangu mimi ningetoa kwa upande wa serikali kwa vile hivi sasa hivi tunahifadhi mambo mengi tu kuhusu maeneo ya historia, na kwa kweli hivi sasa hivi serikali ipo haja nayo itusaidie, itoe taaluma hasa vipi tuweze kuhifadhi na tuweze kujua vipi tuweze kuwafunza wenzetu wageni na wenyeji, ili wawe na kumbukumbu maalumu, na sisi zile kumbukumbu licha ya serikalini tunasie pia tuzipate wananchi wa Unguja Ukuu, ili wajao waweze tueleze vizuri tu na bila ya nini hii. Pia ifanywe utafiti vizuri, sababu kuna vitu vya historia vinaweza kuwa vimewekwa humu hatuvijui. Uchumi wa Zanzibar hivi sasa unategemea sana utalii ambao mzizi wake ni historia na mambo ya kale kama vile mapango. Je, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ina mikakati gani kutokana na mali kale za mapango? Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia idara ya mambo ya kale kwanza imeamua kulitangaza pango hili kama ni eneo la kuhifadhiwa, na litangazwa rasmi na serikali kwamba ni mali ya serikali ili liweze kuhifadhiwa na uharibifu wote ambao kuwa unaweza kutokea. Kwa hiyo ni kwamba hatua ya mwanzo ni kwamba serikali imeamua kuligazeti hili pango na kulitangaza
ili liweze kuhifadhiwa rasmi na serikali kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Swali la pili ni kwamba baada ya kulitangaza, kulihifadhi, serikali imeamua kuanza kuchukua hatua na tumeanza kulitangaza katika jamii za kimataifa na kitaifa kupitia vyombo vya habari. Vile vile tumeanza kuweka matangazo au mabango ya hili pango kwamba ni pango linalostahili kuhifadhiwa na sasa hivi linahifadhiwa, na hasa kutokana na utafiti ambao kuwa umetoa majibu mazuri katika eneo hili. Hiyo ni hatua ya mwanzo, lakini vile vile kwa sababu idara yetu ni idara ambayo kwa nashughulika na mambo ya kale, tunapenda ule ukale uendelee kuwepo, na kwa sababu vile vile idara yetu inashughulika na kutengeneza tourist destination, kwa sababu watalii wanakuja katika nchi yetu, na kwa sababu sisi nchi yetu unajua kama unavyojua haina wanyama wakubwa kama ilivyo nchi nyingine kama Tanzania bara, Kenya na nchi nyingine, ni kwamba tuna beach nzuri na pamoja na sehemu za kihistoria. Kwa hiyo zaidi tunajaribu kwa kutumia sehemu za kihistoria na sehemu za mambo ya kale ili watalii na wao waweze kufika katika maeneo yale ili waweze kujionea na waweze kuenjoy, kufurahia maeneo yale ili serikali iweze kupata kipato. Kwa kweli kazi yetu zaidi ni kutafuta maeneo mengine zaidi ili watalii wasikae katika beach tu wakapumzika au wasitembelee Stone Town peke yake, lakini wawe na miji mingine au sehemu nyingine za kutembelea nje ya Stone Town na nje ya mahoteli yao ili waweze kurelax na kuangalia maumbile tofauti ya sehemu za Zanzibar. Kwa hiyo idara yangu pamoja na serikali ya Zanzibar kwa kutilia umuhimu wa uchumi wa nchi na kutilia umuhimu wa mambo ya kale imeamua kuchukua hatua hizo ili sehemu hii iwe ni sehemu ya kihistoria na kuwafanya wageni watalii waweze kuitembelea. Na vile vile kuna mipango ya kufanya kwa ajili ya kufanya makumbusho katika sehemu hii. Makumbusho hii itahusu zaidi vile vitu ambavyo vimepatikana katika hili eneo. Na wakati huo tukifanya makumbusho hayo, kwa kweli tutaishirikisha jamii, watu wa maeneo haya ili waweze kutusaidia kulihifadhi hili pango. Na tutafanya makumbusho ili wageni watembelee, ili pesa au income, mapato yaweze kupatikana kupitia hili pango la kihistoria ambalo kuwa limetoa historia ndefu zaidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki mpaka sasa hivi. Kwa kweli kitu ambacho kwa sasa hivi tunakisubiri ni analysis, yani huu utafiti wa mwisho wa kuviangalia vifaa na vitu vilivyopatikana, tupate majibu yake ni ya miaka mingapi. Baada ya hapo nafikiri kazi ya kutengeneza makumbusho kupitia mtaalamu wa mambo ya kale ambaye anafanya utafiti katika eneo hili, Profesa Felix Chami, tutashirikiana naye ili tuweze kuweka makumbusho ndogo katika eneo hili na kuweza kupata wageni zaidi kuja kutembelea kwa ajili ya kupata pato zaidi katika eneo hili la Jambiani na eneo hili la pango hili la Kumbi. Wenyeji wa eneo hili wanatuambia kwamba wageni wameanza kuja kwa wingi sana katika eneo hili. Kwa hiyo kwa kweli serikali kwa sababu yenyewe imeweka vivutio hivi kwa ajili ya watalii, wakati huo si kwa ajili ya watalii tu, lakini vile vile kwa ajili ya kupata knowledge, elimu, kwa sababu elimu ya mambo ya kale utafiti ambao unafanywa na watu watajisomea vitabu. Matokeo ya hapa ni kwamba yatasaidia kukuza na kurevive historia ya Zanzibar ambao kwa hapo awali ilikuwa imechanganyika na ideology nyingi, lakini kwa kupitia archaeology ni kwamba kila kitu kiko wazi, kwa sababu archaeology haiishi na myth, archaeology inaishi na evidence, na kama zipo evidence hizi hapa kwa kweli no challenge, kwa sababu evidence zipo na zifanywa kazi, zimekuwa dated, na kile ambacho kuwa kina hofu kinafanywa further research, sio ili kuweza yani kujua uhakika zaidi wa lile jambo. Kwa nafikiri labda pengine serikali imefarijika zaidi, na kwa sababu kitaandikwa kitabu hicho kitasaidia kuwapa vijana wetu elimu zaidi na kujua kwamba elimu ya arkeolojia, kwa sababu kwa muda mrefu watu wengi hawajui nini elimu ya arkeolojia, kwa sababu ukiangalia Zanzibar nzima tuko wana arkeolojia wachache sana.
Kwa hiyo ni kwamba kuna watu wengine watapata hamu na shauku ya kuweza kuisoma hii fani ya arkeolojia, kwa sababu ina ushahidi ambao kuwa siwa majungu, ni ushahidi ambao kwa vitu vimepatikana na vinakuwa dated na kuwa proved. Kwa kweli serikali imefurahia kwa sababu mbili kubwa. Kwanza, ina revive historia ya nchi yetu. Vile vile tumetangaza pango kama ni destination ya watalii, na watalii watakuwa wanakuja na kuingiza pato katika nchi na kwa jamii zilizo katika eneo hili la Jambiani. Zamadam. Utafiti ni science, na unaweza ukafanya utafiti ukagundua kitu kingine zaidi kuliko hichi ambacho kwa tumegundua hichi. Lakini kwa sasa kwa sababu matokeo haya ndio tulionayo, sawa, kwa ni kwamba tutajaribu kuyazungumza haya tulionayo na jaribu kujiproud, yani kujidai kwa matokeo haya mazuri ambayo kwa tumeyapata. Tukifanya utafiti mwingine na tukapata matokeo mengine makubwa zaidi, vile vile tutasema kwamba matokeo ya Kuumbi basi yamepikuliwa na matokeo ya sehemu nyingine. Sasa lakini mpaka sasa kwa sababu utafiti unaendelea vizuri na tumegundua historia ile kwenda nyuma kabisa, kwa sababu mpaka tunazungumza kabla ya kuchimba hapa, kwa kweli tulikuwa tuna miaka 3000 BC ambao kwa vile vile Professor Felix Chami alifanya utafiti kule kwenye pango la Machaga Pete, lakini na tulifikiria kwamba ile ndio old. Sasa hivi tumekuja Kuumbi tumepata 20,000 years BC. Kwa hiyo pengine huenda tukafanya utafiti mwingine sehemu nyingine na tukakuta pengine ni 30,000 years, 40,000 years, kwa sababu utafiti ni science, kila siku unapoenda unaendelea. Na kila tukipata utafiti, tukipata material kama hayo zaidi, sisi kwetu ni faraja, kwa sababu unajua kwamba historia tunaiweka katika position yake tofauti na vile ambavyo walikuwa tunafikiria. Vijana wengi wa Tanzania hivi sasa ukiwauliza kuhusiana na shirikisho la Afrika Mashariki, wanakuwa na hofu kubwa hasa ya kunyang'anywa ajira na watu wa mataifa mengine. Ninyi Zanzibar mmejiandaje? Kwa sababu watu wanapoona hivi wanajua kumbe Zanzibar kuna kitu kama hiki, basi shirikisho linakuja. Nyinyi kwa upande wa Zanzibar mmejiandaje kuhakikisha kwamba vijana wa Zanzibar hawaji kunyang'anywa ajira na hao watakaoshirikishwa nasi? Mimi nasema ni mapema mno kujadili masuala ya Afrika Mashariki. Tuna matatizo mengi katika muungano wetu wa sasa hivi tulionao wa Tanzania na Tanganyika na Zanzibar. Nafikiri tungalikaa kitako tuka solve matatizo haya tulionayo kwanza, baadaye ndio tukajiunga na muungano mwingine, kwa sababu ukiangalia trend hii ya kuwa na wataalamu katika nchi zetu tofauti kabisa na wenzetu. Mfano kama Kenya. Kenya wako ahead sana, wako mbele sana katika mambo mengi. Hasa ukiangalia katika mambo ya utalii na mambo haya. Fani hizi wao wamesoma muda mrefu sana. Kwetu sisi ni fani mpya. Kwa hiyo ukisema kwa labda pengine waruhusu wa flow, kwa kweli itakuwa shida sana, na kwa sababu wao wako advanced na haya mambo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tusiwe na haraka. Unajua jambo zuri halitaki haraka. Tusiwe na haraka kujing'ang'aniza na Afrika Mashariki, kwa sababu si matatizo ya ajira tu, lakini kuna matatizo mengi. Kama wenzetu wa Kenya hawana ardhi. Ardhi yao ni jangwa tupu. Sisi tusiangalie katika ajira tu, lakini tuangalie katika ardhi. Sasa hivi wana jangwa kubwa. Kuna wengine wameshaangalia katika vichwa vyao kwamba tukija Tanzania tutapata ardhi kubwa yenye rutuba na watachukua. Na wakichukua ardhi ni tatizo, kwa sababu matatizo ya ardhi ndio ambayo yana face wenzetu wa Afrika Kusini, Zimbabwe na nchi nyingine. Bila kuwa na ardhi katika nchi yako unabaki kuwa mtumwa. Kwa hiyo wao wengine tusiangalie kwamba pengine ataajiriwa tu, lakini kuna masettlers ambao wanataka yani ianze tu waje wachukue ardhi na wazimiliki. Na kwa sababu ni shirikisho, anaingia popote, kwa hiyo tutakuwa kuna vya kumfanya. Kwa hiyo lazima tufikiri kwanza, naona baadaye tuingie katika ile shirika. Tusiamue tu mbio mbio. Kuna factors nyingi ambazo tunataka tuwe very very considerable, kwa sababu kama hatujafanya thorough checking katika hili tutaje kujilaumu kama kujilaumu wengine. Mtazamaji wa televisheni ya Taifa, kipindi cha Zamadamu vile vile kina siasa kidogo, kinachanganya na mambo ya siasa kidogo, maana mizimu wanasema hawataki shirikisho kwa sasa, maana wakisema tukiruhusu shirikisho basi mambo yatakwenda mrama. Hivyo basi tunatakiwa tuvute subira ili mambo yawe mazuri kwanza hapa nyumbani, alafu ndio shirikisho baadaye lifuatie, maana likiruhusiwa si ajabu sisi tukawa watumwa
katika nchi yetu wenyewe. Zamadam. Historia na mambo ya kale ni mali. Ni vema serikali kabuni njia za kuwapa vijana ajira ama kujiajiri wenyewe kutokana na urithi wa mali kale tulioachiwa na mababu zetu. Vilevile serikali sharti itilie maanani uhifadhi wa mali kale ili ziweze kudumu kuwa kisima cha elimu kwa taifa letu la Tanzania. Zamadam.